Kwa leo niko hapa Suza ambapo wanajenga jengo hili hapa ambalo liko nyuma yangu ambao tunaita ni laboratory complex, na thamani yake ni around bilioni 32, na mkandarasi anaendelea kufanya kazi ya ujenzi, na kandarasi hii inatakiwa ikamilike mwezi wa 6 mwakani, na nimeona asilimia ya utekelezaji imefikia 45 na ilipaswa nao iweze kufikia asilimia 54. Kwa hiyo kuna delay kama ya asilimia 9 ambapo mkandarasi anatakiwa aongeze kasi. Nimetoa maelekezo kwa timu ya usimamizi wa mradi huu kwamba mkandarasi aongeze kasi, na namna ya kuongeza kasi ni kuongeza masaa ya kufanya kazi, kuongeza idadi ya watumishi, lakini pia kuongeza vifaa ambavyo vitamuongezea tija katika kuhakikisha kwamba anafanya kazi kwa wakati. Na japo mradi unatakiwa kamilike mwezi wa 6 mwakani, sisi tungetamani kukamilike kabla ya hapo, ili kile kipindi cha maangalizo au defect liability period kiweze kuangukia ndani ya kipindi ambacho mradi bado unakuwa hai. Huu mradi wa HIT unategemewa ikifika mwezi wa 6 huo umeisha. Sasa mradi ukiisha wakati ambapo kuna changamoto huku, hatutakuwa na nafasi au fursa ya kuweza kurekebisha. Kwa hiyo nimeelekeza timu ya usimamizi waone namna ya kuongeza usimamizi wa karibu kwa mkandarasi ili aweze kukamilisha kazi hii kwa wakati au mapema zaidi, na pia tuweze kupata thamani ya fedha kwa maana ya ubora wa kazi uweze kuwa wa juu, ili majengo haya yanayojengwa kwa fedha nyingi, bilioni 32 ni hela nyingi sana, yaweze kutumika kwa muda mrefu. Katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, katika upande wa majengo, tunajenga majengo mawili. Tuna jengo la laboratory complex na vile vile tuna agriculture block. Laboratory complex ni jengo ambalo lina G+3, ambalo mazumuni ya jengo hili ni kuweka mazingira mazuri kwa labo zile za kisayansi, ikiwemo labo za physics, chemistry, biology pamoja na computer. Na kwa upande wa jengo la skuli ya kilimo, hili tunatarajia kuwa ni skuli ya kilimo ambalo tutakuwa nashughulikia na mambo ya kilimo na mambo ya utafiti pia. Ujio wa mradi wa elimu ya juu kwa mabadiliko ya kiuchumi ambao ni HIT kwa upande wa Zanzibar, huu umekuja kuweka mageuzi makubwa ya kielimu. Kwanza kuboresha au kuweka miundombinu sahihi ya kujifunzia na kujifundishia, na vile vile mradi wa HIT umekuja kufanya mageuzi ya mitaala, kwa sababu mitaala ambayo ipo mingi ni ile mitaala ambayo context based, lakini hii ambayo kupitia mradi huu wa HIT tunatengeneza mitaala ambayo hii itakuwa inafanya ile wanafunzi wakimaliza waweze kujiajiri. Na vile vile tuna eneo jingine kuboresha miundombinu ya teknolojia ya TEHAMA. Tumefanya manunuzi ya vifaa vingi tu vya TEHAMA kama computer project na vingine, na vile vile tumefanya ukarabati wa hizo laboratory. Na kwa upande wa tumejaribu kudevelop mifumo 13 ambayo hii mifumo itatumika katika taaluma pamoja na utawala kwa ajili ya kurahisisha zile shughuli za kila siku. Na kwa upande mwingine pia mradi wa HIT umekuja kufanya mageuzi ya kuwajengea uwezo wanataaluma.